Natumai wewe ni mzima tena buheri wa afya kabisa. Nami ndivyo. Ninawiwa pia kuzungumza nawe tena jambo hili kwa kifupi. Na sidhani kama unaifahamu siri hii. Siri hii inatoka kwenye kitabu kile cha Daniel sura ile ya 3. Kuna mambo kadhaa pale. Nataka kukufundisha kuhusiana na umuhimu wa imani yako kuiweka kwa Mungu, si kwa kuwa Mungu anajibu, bali kwa kuwa Mungu ni Mungu. Siri hii iko hivi. Meshaki, Shadraka na Abednego walipokuwa wanaandaliwa kutupwa kwenye tanuru la moto kipindi kile cha mfalme Nebukadreza, mstari wa 17 walimwambia mfalme Nebukadreza, Mungu wetu anaweza kutuokoa. Mstari wa 17, wengi wana imani ya namna hiyo kwamba Mungu wetu anaweza kutuokoa. Changamoto ipo kwenye kufika kwenye mstari wa 18, kwamba ninahitaji mke, ninahitaji mume, ninahitaji ndoa, ninahitaji school fees, ninahitaji chakula, ninahitaji kujenga nyumba, ninahitaji kazi, ninahitaji ajira, Mungu wangu anaweza kunipa. Wengi wako hapa. Lakini mstari wa 18 wanaambia mfalme, la, hakini au la, kama Mungu wetu hatatuokoa, bado hatuwezi kuisujudia sanamu yako, mfalme. Ni wachache wanaofika hapa kwamba hata Mungu wetu asipotuokoa, bado hatuwezi kuisujudia sanamu ya mfalme. Sasa Daniel sura ya 3 mstari wa 16, tuende direct mstari wa 17. Anasema, ikiwa tutatupwa ndani ya tanuru iwakayo moto, Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na moto, naye atatuokoa kutoka mkononi mwako, mfalme. Tuende kwenye mstari wa 18. Lakini hata ikiwa hatatuokoa, mfalme, tunataka ufahamu kwamba hatutaitumikia miungu yako wala kuiabudu sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Unaona hayo maneno? Kwamba hata kama hautatuokoa au Mungu wetu hatatuokoa, hatuko tayari kuiabudu hiyo sanamu ya mfalme. Na kutia moyo kuwa na imani kubwa kiasi hiki, kwamba ninamjua Mungu wangu atanijibu, uko kwenye mstari wa 17. Lakini hata asipo nijibu, bado uhusiano wangu na Mungu hautakaa ujengeke kutokana na vitu ninavyopossess, kutokana na vitu ninavyomiliki. Bado uhusiano wangu na Mungu utajengeka kwa kuwa yeye ni Mungu. It is over. Mungu akubariki sana. Amen. Langu jina ni Mwalimu Kasamba. Subscribe UG TV.